Sakata la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutokusaini sheria na kanuni za uchaguzi, ambapo jana ndo ulifanyika usainiji huo, limezidi kuchukua sura nyingine. Lakini pia swala la mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu kuendelea kushikiliwa na mahakama, huku akiwa ameshapewa kesi ya uhaini, kiasi ambacho kinazuia yeye kuendelea kufanya kampeni na kuendelea kutoa sera za chama hicho kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Limechukua hatua nyingine au limechukua sura nyingine pale ambapo chama cha wanasheria Tanganyika, kwa maana ya Tanganyika Law Society, kudai kuwa mashtaka ya Lissu ni tishio kwa sheria na demokrasia. Chama cha wanasheria Tanganyika, yani Tanganyika Law Society TLS, kimetoa taarifa ya kulaani kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, kikieleza kuwa tukio hilo ni kinyume na misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haki za binadamu, lakini pia na utawala wa sheria. Akizungumza katika taarifa ya tarehe 11 April 2025 kwa niaba ya baraza la uongozi wa TLS, rais wa chama hicho wakili Boniface Mwabukusi amesema kukamatwa na kushikiliwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu ni tu kinyume na sheria, si tu kinyume na sheria, bali pia ni tishio la moja kwa moja kwa heshima ya taaluma ya sheria, haki za kikatiba na mustakabali wa demokrasia nchini. So hilo ndo lilikuwa linazungumzwa na rais wa chama hicho Mwabukusi juu ya hichi ambacho kinaendelea kwenye mahakama, ambapo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu anaendelea kushikiliwa na mahakama juu ya kile ambacho wao wanaona kwamba alikiuka sheria, lakini TLS wao kama wao wameshatoa ya kwao kwamba hiki ambacho kinaendelea ni kinyume na utaratibu wala hakipo kwenye sheria, lakini pia ni tishio kwa siasa, lakini pia kwa amani na demokrasia ya nchi yetu. Wakati hayo yakiendelea kuzungumzwa juu ya ukamatwaji wa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia akarudi Boniface Mwabukusi, wakili huyu, kutoa au kuliweka sawa lile ambalo jana limekuwa likisumbua sana na limekuwa likiongelewa sana, ishu ya kutosaini kwa kanuni za maadili. Yeye amedai kwamba kutosaini kanuni za maadili hakuzui chama kushiriki uchaguzi. Hayo yalikuwa maneno ya Mwabukusi, ambapo alianza kwa kusema tuwakane sawa kidogo na TLS. Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, ameeleza kusikitishwa na tafsiri ya sheria inayochukuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, akisema hakuna sheria inayozuia chama cha siasa kushiriki uchaguzi kwa kutokusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Mwabukusi ameandika kusema, sijui hawa wenzetu wanazisomaje hizo sheria. Je, ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutosaini maadili ya uchaguzi. Ni tafsiri mbovu ya kukosa lojiki au maana. Tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu, ameandika wakili Mwabukusi. Mtazamo wa Mwabukusi unashabihiana na mtazamo wa katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, ambaye jana Jumamosi amependekeza kwamba chama ambacho hakitasaini kanuni za maadili ya uchaguzi kisizuiwe kushiriki uchaguzi mkuu kwa kuwa ni haki ya kikatiba. ACT Wazalendo
tuliwasilisha maombi kwamba haki ya chama cha siasa kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba. Kusaini kanuni za maadili kuwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika uchaguzi, alisema Ado Shaibu. Jana April 12, vyama 18 vyenye usajili wa kudumu nchini Tanzania vilisaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, na kulingana na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima, Chadema hakikufika kusaini kanuni hizo, swala ambalo limeelezwa kuwa kutokana na kutosaini kwao wamepoteza sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu na chaguzi ndogo zitakazofanyika ndani ya miaka mitano, yani kutoka 2025 mpaka 2030. So hiyo ndio ilikuwa kauli ya mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima, ambapo alikuwa anatoa tafsiri ya hicho ambacho kimefanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kiupana, na isitoshe tu kwamba labda sheria na zenyewe haziruhusu hicho kitu, lakini pia huko ni kumnyima haki yake, kukinyima haki Chama cha Demokrasia na Maendeleo haki yake ya muhimu ya kushiriki kwenye uchaguzi, eti tu kutokusaini hizo kanuni sijui na sheria. Kuna muda inabidi ifikie hatua vitu ambavyo sio lazima visiwepo kwenye kutoa maamuzi ambayo yanaweza yakaathiri taifa zima kwa kile ambacho kinaendelea. Wote tunajua Chadema wanaendelea kuilalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba haiko huru kama ambavyo inaitwa jina hilo, lakini bado hawachukuliwi maanani. Kwa mimi nahisi ambacho kitakiwa kifuate hapo, ilitakiwa ni kuwasikiliza Chadema na hoja zao, lakini pia ni kutoa maamuzi ya kile ambacho wao wanakipigania kila siku na wanakililia, kwa sababu inaonekana wazi kabisa wao malalamiko yao wanalalamika kwamba tume ya uchaguzi inachaguliwa na rais ambaye pia ni mtu ambaye anaenda kugombea naye urais. Sasa wewe unafikiri kwamba huyo rais ambaye naye anaenda kugombea na ndo ambao amewateua hawa ambao wanaishikilia hii tume, je, wanaweza kufanya chochote kinyume na aliyewateua? So hicho ni kitu ambacho mpaka sasa hivi kimekuwa kizungumkuti, lakini huenda katiba ndo imetoa hayo mamlaka kwamba bodi ya tume ya uchaguzi ichaguliwe na rais, lakini kiutaratibu inakuwa haijakaa sawa, kwa sababu hata vyama vingine hivi ambavyo vinashiriki uchaguzi vitaongozwa na hiyo tume ambayo imechaguliwa na rais wa chama tawala. Sasa manake hapo hakutakuwepo na uwazi. Lazima tu uwizi wa kula utatokea na malalamiko yatazidi kuonekana. So hakuna mabadiliko yoyote ambayo tunaweza tukayaona kwenye chaguzi. So kabla ya kuwaharasi au kuwaendelea kuwashikilia hawa Chadema na kuendelea kupinga haki zao wanazozitafuta, tutakiwa tujiulize kwanza, je, tunataka mabadiliko? Kama Watanzania tunatakiwa tuwe na letu moja kwamba kama tunahitaji mabadiliko, basi tuungane na Chadema, tujaribu kutafuta uwezo wa kupata kile ambacho Chadema wanaendelea kukipigania kwa ajili ya Watanzania wote, kama ambavyo wamekuwa wakisisitiza kila siku. Lakini tukiendelea kuangalia tu hiki ambacho kinaendelea, kama sasa hivi mwenyekiti wa chama hicho ambaye ndo alikuwa kipaumbele anaendelea kuwapa watu elimu juu ya hiki kinachoendelea kwenye serikali yetu au hapa Tanzania, amekamatwa na amefunguliwa kesi, ambapo watu wanavowaza wanajua kabisa, wanaamini jamaa au mheshimiwa Tundu Lissu ataendelea kushikiliwa mwisho wa siku mpaka uchaguzi unaisha, na mwisho wa siku ukishapita hakuna ambacho kitaendelea. Zaidi tutazidi kupoteza haki zetu, na mwisho wa siku hakuna mabadiliko ambayo tutayaona kwenye uchaguzi ujao au kwa Watanzania wote.